ilikuwa inakwenda taswira, nani alikuwa anajulikana anakwenda kupata matokeo. Waandishi wa habari, tuseme kitu kimoja. Yawezekana kuna mambo leo kwa sababu tunapata content tukafurahia. Lakini mambo haya hayaendi kujenga misingi mizuri kwenye football ya nchi hii. Mpira unaongozwa na vitu viwili. Kuna sheria 17, alafu kuna kanuni. Kuna sheria 17, alafu kuna nini? Kanuni. Sheria 17 zimetolewa na wenye mpira wao, shirikisho la mpira wa dunia, kwa maana nini? FIFA. Kanuni tumepewa nafasi ya mashirikisho kwenda kutengeneza kanuni ambazo tukienda kutengeneza zisiwe kali na wala zisiwe kubwa kwenda kuzipita sheria 17 za mpira wa miguu au kanuni za mwenye mpira wake, kwa maana ya nani? FIFA. Ninyi waandishi wa habari ndio mnaweza mkajenga taswira sahihi ya football ya Tanzania. Na nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkabomoa mpira nini wa Tanzania. Msifurahia vitu vinavyofanyika. Kanuni zenye wenye mpira wao zipo. Mtu mmoja haruhusiwi kwenda kusimamia vilabu nini viwili ambavyo vinavyoshiriki kwenye ligi moja. Ndio sivyo? Kanuni zipo. Kwa hiyo leo tunapokwenda kuruhusu mtu mmoja akawa na uwezo wa kubalance kwenye vilabu viwili ambavyo vinashiriki kwenye ligi moja, kwa maana ya NBC, haki itakwenda kutendeka. Mpira hauhitaji huo. Mpira hautaki hiyo. Tusaidiane basi, tuseme ili tuone namna ambavyo tunatengeneza football yetu. Leo hii waandishi wa habari, baadhi yenu, sio wote, muko kwa ajili ya kutafuta content. Tusaidie mpira. Tunapokwenda kusaidia mpira ndipo ambapo tunapokwenda kusaidia nini? Nchi inakwenda kufanya maandalizi ya AFCON 2027. Hiki kinachotokea kati ya Yanga na Singida, waandishi hamsemi. Semeni kwa kusaidia mpira. Semeni kwa kuisaidia nchi. Leo hii mimi naamini M15 mkatengeneza misingi mizuri kwenye football. Nyinyi hata mkiacha hiyo kazi, wale wanaokuja kwenye kazi na kwa rahisi kufanya kazi zao. Tusifurahie hiki ambacho kinachotokea leo. Huwa nasema mara nyingi, na hii siriachi, nitaenda kusema mpaka naondoka katika hii dunia, kwamba Tanzania kuna ligi mbili kwenye ligi ya NBC. Kuna ligi mbili kwenye ligi ya NBC. Nani? Kuna ligi ya Yanga na kuna ligi ya timu 15. Yanga kiaje hapo Mikoi? Leo hii mwanadamu gani mwenye akili timamu hawezi kuotea matokeo ya Yanga na Singida pindi endapo wanapokwenda kucheza? Mwenye akili timamu. Lakini nilikuwa namsikia rafiki yangu, mdogo wangu, nampenda sana. Mara nyingi sipendi kuwataja watu majina yao kwenye media, lakini kwa sababu mdogo wangu namuweza, atanisamehe katika hili. Kuna mtu mmoja anaitwa Kabwe, alizungumza na akasema kile ambacho kinachokwenda kutokea, na kweli kile alichozungumza ndio kimeenda kufanyaje kutokea. It's not fair. Sio sawa. Leo waandishi, kwa sababu nanyi wanadamu mna timu zenu mnazipenda, inawezekana katika timu mbili za jana zilizocheza, moja ya timu yako imepata matokeo, unafurahia, lakini si kazi ya uandishi. Sasa hapa Mikoi, Kisugu, mwenye makosa ni nani hasa? Manake wameruhusiwa. Wenye makosa ni sisi tunaofurahia kile ambacho kinachotokea. Kama hatutaki kutokea, twendeni tukiseme, tuonyeshe vidole. Wale ambao tunaonyesha vidole kwa muda wataona nini? Wataona aibu. Football inakosewa kwenye nchi hii. Haiwezekani. Kuna mtu alizungumza, huyo simtaji jina, alisema Okello anaenda kushinda hii mechi, kafunga kufunga kwa msaada, lakini iwe msaada iwe kabebwa, kafunga kufunga, alishinda mkwaju wa penalti. Yule aliyesema kabla ya mechi tunamweka kwenye fungu gani? Waandishi, sio mnafurahia tu. Huwezi ukatengeneza tawi ndani ya tawi kwenye ligi moja. Huwezi. Leo Singida United, mdogo wangu Masanza atanielewa. Ndio timu pekee mwaka juzi imechezesha kikosi D kwa ajili inacheza na Yanga, na Yanga kapata matokeo. Nani anabisha? Ndio timu pekee Singida anakwenda kukutana na Yanga Zanzibar.
Mwalimu anafukuzwa kwa sababu amekataa kutoa mbinu ya kikosi kwa bwana mkubwa aliyetaka kikosi kinachoanza dhidi ya Yanga. Tunzo anajua kwa sababu ya unafiki wake tu hataki kusema. Alafu leo unategemea ukafanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Katwa abadan bin jalali ikram bismi rabbikal ala. Kwa staili hii huwezi kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Huwezi. Mimi wanadamu wote duniani nawaheshimu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio aliyewaumba. Lakini moja katika wanadamu mimi nawaheshimu zaidi ni yule ambaye mwenye mamlaka namba moja wa nchi. Na Mwenyezi Mungu ameshasema katika Qur'ani, ameshasema katika Biblia, waheshimuni wenye mamlaka na madaraka waliokuwa wapi? Madarakani. Mimi namheshimu sana rais. Yoyote aliyekuwa madarakani kuitwa huyu nani? Rais. Namkumbuka rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Aliwaambia na alisema, mkitaka klipu ni wape kwenye simu yangu. Alisema, wewe ukinikasirikia mimi Kisugu utanionea tu. Alisema mnashinda lakini mnashinda kiujanja ujanja. Alishawaambia basi. Wewe wakati hujaanza kazi ya uandishi wa habari? Ishaanza. Wewe kawa wapi? Ishaanza. Wenye mamlaka na madaraka waliokuwa madarakani. Biblia ikasome tuzo. Shemi kwa Kisugu, tuangazie hapa mchezo unaofuata wa NBC ni dhidi ya Singida Black Stars. Na kiungo wa Singida Black Stars Khalid Aucho kapata msamaha bana. Kwanza niwapongeze sana. Sana zaidi ya sana management ya Singida. Kuona namna ambavyo wanakwenda kumfungulia mchezaji kwa sababu tunajua kucheza football ndio kazi yake. Ili aishi maana yake lazima acheze mpira. Unapokwenda kumfungia mchezaji aliyakuwa anajua football ni kazi yake, maana yake kuna hali halisi ya mambo unakwenda kufanyaje? Kumkosesha. Lakini pili nawapongeza kwa sababu wameamini wanakwenda kukutana na timu bora. Ili wao lazima wapate matokeo, lazima wawe na kikosi bora. Moja ya kikosi ili kuwa bora kinatengenezwa na aina wachezaji uliokuwa nayo. Moja katika wachezaji bora ambao mimi nawakubali katika nchi midfield wa kigeni ni Khalid Aucho. Kwa hiyo kuwepo katika siku ambayo tunacheza na Simba, nasi Simba tunajua tunakwenda kucheza na timu bora. Kwa hiyo ni faida kwenu hiyo. Maana yake tunaamini Simba na Singida kutakuwa na ushindani wa hali ya juu. Itakuwa mechi ya ligi kuu. Mimi naamini moja katika timu bora zimesajili vizuri Singida. Na mwaka huu Singida imeingia kwenye history katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Tumeona namna ambavyo ushindani ya Singida aliyokwenda kutoa katika mashindano ya shirikisho. Sasa leo ni wapi homework waandishi wa habari? Tutafute CD za Singida alivyokuwa anacheza shirikisho. Zidi ya Stellenbosch. Mimi ndio mechi ambayo imenivutia. Siku Singida anacheza na Stellenbosch, ndio siku Dar es Salaam Africans anacheza na nani? Al Ahly na nani? Farabat. Ndio na Farabat. Ndio siku hiyo. Farabat na Al Ahly, kati ya Al Ahly au Farabat ndio? Farabat. Mimi nikasema leo naiangalia Singida kwa sababu ni timu ambayo naona ina quality kubwa na unyeshani mkubwa. Lakini leo chukua Singida ile na Singida ya jana linganisha. Shemi Koi, kuna baadhi ya tulia kwanza, mbona haraka? Najua unaumia lakini kwa sababu umechagua kazi ya waandishi wa habari wewe vumilia.